Hello, Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo, jina lililo hai. Tunaendelea na tetelestai, kazi timilifu ya Kristo aliyoifanya kwa ajili yetu. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19, Biblia inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Damu ya mwana kondoo isiyokuwa na hila, isiyokuwa na waa, yaani damu ya Kristo. So anaanza kwa kusema mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa hiyo ukombozi wetu, tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika. Tumekombolewa si kwa vitu, si kwa fedha, si kwa dhahabu. Kwa hiyo sisi kukombolewa kwetu sisi si kwamba tulimpa Mungu kitu fulani. Na ndio maana nazungumza ya kwamba kazi timilifu ya Kristo ni yeye mwenyewe ndiye ambaye alilipa gharama, alifanya vyote kwa ajili yetu. Kwa ile access ambayo Mungu ametupa ya sisi kuweza kuingia, ndio maana pazia la hekalu lilipasuka. Manake si kwa sababu yetu sisi pazia la hekalu lilipasuka, na ndio maana huwa anazungumza ya kwamba si kwa sababu ya wema wetu ambao ulimfanya Mungu aweze kuingilia kati maisha yetu, ni kwa sababu ya wema wake kupitia Kristo Yesu. Na ndio maana anasema mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Maana yake sisi tumekombolewa kwa kitu kisichoharibika. Maana yake kukombolewa kwetu sisi hakuharibiki leo wala kesho. Kisha kombolewa kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu, damu isiyokuwa na mawaa, damu ambayo haina hila yoyote. Maana yake ni damu ambayo ni takatifu, imeokoa maisha yetu, imetupa na uhakika wa kuishi leo, kesho na kesho kutwa. Kwa tumekombolewa kwa damu yake Kristo yeye mwenyewe, damu isiyoharibika, damu isiyokuwa na makando kando yoyote. Kwa hiyo ni Kristo Yesu mwenyewe ametukomboa kwa gharama zake. Kwa hakuna gharama ambazo tumetoa, wala hakuna kitu ambacho mtu amefanya. Na ndio maana mtu anaweza akasema mimi ninataka nifanye hiki ili Mungu anipende. Kwa tunaishi kwenye generations ambayo watu wanaamini akifanya jambo fulani ndio Mungu atampenda, akiomba sana ndio Mungu atamsikia. Lakini Kristo Yesu yeye ndiye ni sababu ya maisha yetu. Kwa sisi hatuna kitu chochote ambacho tumefanya mpaka Mungu aweze kutupenda. Hakuna kitu chochote ambacho tumekifanya Mungu aweze kutupenda. Biblia inasema Mungu akaupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu ambao ulikuwa na hali ya dhambi. Aliupenda ulimwengu ambao ni ngumu kibinadamu kuweza kuupenda. So Yesu Kristo aliupenda hapo. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa aliupenda no matter ulimwengu ulikuwa vipi. Kwa ametukomboa kwa vitu visivyoharibika. Kwa sisi hatutafuti kufanya kitu ili Mungu atupende. Mungu alishatupenda. Kwa kabla sisi hatujampenda, yeye alishatupenda. Kabla sisi hatujamchagua, yeye alishatuchagua. So no matter sisi ni wachafu, tupo kwenye hali gani, Yesu Kristo alituchagua hivyo. Kwa Yesu Kristo alikuchagua, hakuangalia vigezo vya maisha yako ili aweze kukufanya uwe ni sehemu ya maisha ya kwake. Na ndio maana anasema tumehesabiwa haki kwa imani. Kwa tumehesabiwa haki kwa imani kupitia Kristo Yesu. Amen.